Yes, wekundu wa Msimbazi Simba jioni ya leo walikuwa uwanjani dhidi ya KMC katika uwanja wa KMC Complex, na moja ya stori kubwa ni juu ya Stephen Dese Mukwala, mshambuliaji huyu wa kimataifa Uganda, ambaye ni kujuze kama ulikuwa haujui, huu ni msimu wake wa 6 anacheza top flight ligi kuu, lakini tayari ameshapachika mabao 76. Ni nyota ambaye kila timu ingetamani kuwa naye kutokana na uhodari wake wa kupachika mabao. Ukipata mshambuliaji ambaye ana uwezo wa kufunga magoli kuanzia 10 na kwenda mbele, yani 10 plus goals kwa season moja, basi ni mchezaji ambaye ana soko la kutosha barani Afrika. Sasa Stephen Dese Mukwala leo kafunga bao lake la 76 ndani ya season 6 ambazo amecheza, na hakuna msimu ambao hajafunga 10 plus goals. Ni mchezaji ambaye amekuwa akifunga mabao kuanzia 10 na kwenda juu katika karia yake ya soka. Short history, Stephen Mukwala alipatikana katika Ndondo Cup ya Uganda, kwa huko anaita Masaza Cup. Lawrence Mulindwa ambaye ni president na mmiliki wa kikosi cha Vipers ndiye ambaye alimuona kijana huyu na kumchukua kumleta kwenye kikosi cha Vipers, lakini baadaye akamtoa kwa mkopo kwenda kwenye kikosi cha Maroon ya pale Uganda. Baada ya kufika kwenye kikosi cha Maroon alifanikiwa kuwa top scorer ndani ya season yake ya kwanza, huku ile Maroon ikishuka daraja. Kwa hiyo ndani ya season yake ya kwanza kwa Stephen Dese Mukwala akiwa na kikosi cha Maroon ulikuwa mwaka 2019 na 20, alifunga jumla ya mabao 13. Hii ni season akiwa na Maroon ya kwao Uganda, na ndo alikuwa top scorer huu msimu. Haya, idadi ya magoli akawa mfungaji bora moja kwa moja. Lakini season yake ya pili ilikuwa msimu mwaka 2020-21. Season hii alifunga jumla ya mabao 14. Hapa sasa ilikuwa tayari hii Maroon baada ya kushuka daraja, Dese Mukwala akanunuliwa na kikosi cha URA, Uganda Revenue Authority. Hii ni timu ya mamlaka ya mapato ya Uganda, nadhani wengi tunaifahamu kama sio wote. Kwa hiyo akiwa kwenye hii season alifunga jumla ya mabao 14 Stephen Dese Mukwala, huu ukiwa ni msimu wake wa pili. Msimu wake wa 3 ndani ya UPL ligi kuu ya Uganda ilikuwa ni season ya mwaka 2021-22. Stephen Dese Mukwala alifunga mabao 13 akiwa tena na URA. Maana yake ni nini? Aliingia kwenye klabu hii akiwa na mkataba wa miaka 2. Kwa hiyo miaka 2 yake aliimaliza na akafanikiwa kufunga magoli haya akiwa na URA. Kwa hiyo ukiangalia hapa kuna 10 plus goli unaziona. Baada ya season hii kumalizika, akachukuliwa na kikosi cha Asante Kotoko msimu mwaka 2022-23, akiwa na kikosi cha Asante Kotoko. Asante Kotoko alifunga jumla ya mabao 11, ukiwa ni msimu wake wa kwanza kuingia kwa miamba hii ya kandanda kutoka nchini Ghana almaarufu kama Porcupine Nungu. Alifunga idadi hii ya magoli kwa maana ya mabao 11. Msimu wake wa 5 ulikuwa 2023-24, akiwa ndani ya kikosi hicho cha Asante Kotoko alifunga jumla ya mabao 14 akiwa na Kotoko tena. Kwa hiyo hii ni misimu 5 ya mwisho kwa Stephen Mukwala Dese ambaye alifunga idadi hii ya magoli. Ukiangalia kila msimu amefunga 10 plus goals. Hiki ni miongoni mwa kipimo cha kwamba huyu ni mshambuliaji hodari, ni mshambuliaji hatari ambaye habahatishi. Kufunga magoli 10 na zaidi katika season hizi 5 mfululizo sio kitu kidogo, na miongoni mwa vitu ambavyo Simba waliwiwa ilikuwa ni huu mwendelezo wake au consistency ya kufunga sana katika ligi ambayo anacheza. Simba wakamchukua season yake ya kwanza ambayo inakuwa season ya 6 ikiwa ni mwaka 2024-25. Hapa ndo tunazungumza season hii ambayo tupo kwa sasa, ambayo yenyewe amefunga magoli 11 mpaka sasa, na kuna mechi nyingine zipo mkononi. Hapa akiwa na Simba Sports Club ya Tanzania. Kwa hiyo huyu ndio Stephen Dese Mukwala. Amecheza ligi 3 tofauti, na katika ligi 3 hizo tofauti ameprove kwa maana ya kufunga 10 plus goals, magoli 10 na kwenda mbele.
Ukija kuangalia hiyo orodha ya michezo, hiyo orodha ya magoli ambayo iko nayo hapa, idadi ya magoli ambayo iko nayo hapa, tukaenda kwenye hesabu kwa wale wataalamu wa hesabu, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Unaweka 6 hapo, unashika nini? Unashika 1 1 2 3 4 5 6 na ile 1 7. Kwa hiyo tumepata magoli 77. Seasons 6 magoli 77. Kwa hiyo hiki sio kitu kidogo, na tukaenda kwenye masuala mazima ya asilimia ya upangaji viwango. Kwenye asilimia season 6 magoli 76, tafsiri ya haraka, kila season amefunga 12 goals. Manake kila msimu amefunga magoli 12 kama utaamua kuipanga kwa kila msimu kwa hiki ambacho amekionyesha. Sasa Stephen Dese Mukwala ni nyota ambaye bado yupo kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, na anatajwa miongoni mwa nyota ambao wanapokea fedha nyingi mwishoni mwa mwezi. Anapokea fedha nyingi pamoja na Stephen Dese Mukwala. Sasa Mukwala wakati anaingia Simba kwa msimu huu hakuanza vizuri, hususan katika duru la kwanza la ligi kuu ya NBC. Performance yake ilikuwa hairidhishi. Priority ya kocha Fadlu, mara ya kwanza alikuwa akimtumia Mukwala na Lionel Ateba pamoja na Valentino Mashaka katika eneo la kushambulia. Kadri muda unavyozidi kwenda, Ateba kwa sababu alikuwa anapatiwa nafasi zaidi, baadaye ikaonekana anapoteza umakini, kwa maana ya scoring at ile sanaa ya kufunga imepungua kutoka kwa Lionel Ateba. Hivyo basi akaamua kumbadilisha Lionel Ateba na kumpa zaidi nafasi Stephen Dese Mukwala. Na mechi ambayo ilikuwa ni kama turning point kwa Mukwala kufanya vizuri ilikuwa dhidi ya Coastal Union ambayo alipachika mabao 3, yani hat-trick. Ile mechi ilikwenda kumwaminisha Fadlu Davids kwamba huyu ni nyota ambaye anastahili kuanza kwenye kikosi cha kwanza, na akawa anamtumia kwenye mechi mfululizo. Tulikuja kumuona baadaye akimtumia katika mchezo dhidi ya Dodoma Jiji, na hapo katikati ilibidi wacheze mechi dhidi ya Young Africans, mechi ya dabi ambayo haikuchezwa, lakini ilibidi amtumie mechi dhidi ya Dodoma Jiji na akamtumia na akascore pia katika ile mechi. Kwa hiyo mfululizo wa kufunga kwa Stephen Dese Mukwala ni kama tabia yake, ni jambo ambalo ametoka nalo huko kwao, kwa maana ya Uganda alikotoka, akaenda pia kwenye kikosi cha, akaenda katika ligi ya Ghana, na sasa yupo katika ligi ya Tanzania. Ukihesabu hizi timu, Maroon timu ya kwanza, URA timu ya pili, Asante Kotoko timu ya tatu, na Simba timu 4. Amecheza katika timu 4 tofauti ndani ya kipindi cha misimu hii yote 6, na sasa yupo kwa wekundu wa Msimbazi. Ni mchezaji ambaye hapana shaka mashabiki, technical staff ya Simba wanaridhishwa kwa kile ambacho anakionyesha, kwa maana ya kufunga mfululizo katika mechi za hivi karibuni. Amekuwa akifanya vizuri na kuscore. Tukaenda kuangalia orodha ya upachikaji mabao kwa ujumla wake katika ligi kuu ya NBC. So far kinara wa upachikaji mabao ni Ahua ndo kinara, ana mabao 15. Nafasi ya pili ipo kwa Mzize, amefunga mabao 13. Nafasi ya tatu ipo kwa Dube, amefunga mabao 12. Nafasi ya 4 ipo kwa Ateba, amefunga mabao 12 pia. Na nafasi ya 5 ipo kwa Dese Mukwala ambaye amefunga mabao 11 mpaka sasa tunapozungumza, ambaye kimsingi amefungana na Jonathan Soa mwenye mabao 11 pia.